Niweza kusema kwamba kongamano hili tulilonalo mahali hapa mkoa wa Mara ni kongamano ambalo limetuleta pamoja wachimbaji wadogo wadogo na wachimbaji wakubwa wakubwa. Hivyo tunashukuru kongamano kama hili kutuleta kuunganisha kuwa kitu kimoja na pia kutuweka karibu zaidi na serikali ili tuweze kufikia malengo kama wachimbaji wadogo wadogo. Hivyo mimi kama Soyawani naishukuru serikali kwa kazi nzuri ambayo inayoifanya. Serikali inafanya kazi kubwa chini ya Wizara ya Madini, lakini pia niweze kusema kwamba rais wetu amekuwa ni mama mwema kwetu sisi wachimbaji wadogo wadogo, maana anatupa ushirikiano mkubwa sana. Asingekuwa anatupa ushirikiano, tusingekuwa na mioyo ya kuweza kuendelea kufanya shughuli hii tunayoifanya. Tangu huyu mama ashike hichi kiti cha urais, tumekuwa na uwepesi mkubwa sana wa kufanya kazi kwa kujiamini, maana hatuna uoga wowote, tunafanya kazi nzuri. Lakini pia kwa chini na RMO tulioko mahali hapa mkoa wa Mara pia amekuwa sehemu kubwa, anatoa ushirikiano mkubwa, maana anatupa ushirikiano mkubwa sana wachimbaji wadogo wadogo, kwa sababu pia ni mtu ambaye anatupa ushauri na tukienda ofisini kwake anatoa ushauri mzuri. Lakini mkuu wa mkoa tulionaye mahali hapa ni mkuu ambaye pia ni baba mwema, yani baba bora ambaye anapokea watoto wake na anawapa ushauri wanapokuwa wanahitaji ushauri. Na mkuu wa wilaya, kwa mfano mimi ninatoka wilaya ya Tarime, kwa kweli ninamshukuru mkuu wangu wa wilaya kwa kiwango cha hali ya juu sana. Tangu aje pale wilaya ya Tarime amekuwa sehemu ya kutatua migogoro, hivyo hata migogoro ambayo ilikuwa haina umuhimu, kwa hivyo inatatulika na kazi zinakuwa nyepesi kufanya. Mimi ninaishukuru serikali. Kwenye mkoa wetu wa Mara tumeona umefika wakati sasa tuwe tunafanya maonesho ya madini ambayo yatakuwa yanaenda sanjari na midahalo mbalimbali itakayokuwa ikitolewa mahali hapa. Lengo la kufanya hivyo kwanza ni kuujulisha umma wa Watanzania na dunia kwa ujumla kwamba Mara ni sehemu ya madini. Mara kwa sasa tunaonekana au tunasomeka kuwa ni mkoa wa pili kwa uzalishaji wa madini. Lakini nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, siku si nyingi wale ndugu zetu wa Geita watakuwa wanasoma plate number ya Mara tukiwa tunaongoza katika sekta ya madini katika nchi. Kwa hiyo maonesho haya yamelenga kutoa elimu hiyo na kujulisha umma Mara tukoje. Lakini sanjari na hilo, maonesho haya yamelenga pia kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo. Tumewakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya madini, kuanzia masuala ya uchimbaji, uchakataji, uchenjuaji na taasisi mbalimbali za kifedha kwa maana ya fursa kwa wachimbaji. Sasa tunaleta wadau wote hao sehemu moja ili wachimbaji wadogo wadogo wa Mara waweze kupata fursa ya kuona ni teknolojia gani zinazotumika katika madini kwa sasa, wanaweza wakazipata vipi, na pia wale ambao watakuwa wanahitaji financial support, basi taasisi za fedha hizi ziweze kuwapatia elimu na kuwajulisha namna ambavyo wanaweza wakapata fedha kutoka kwenye taasisi hizo. Niseme mafanikio yaliyopatikana ndani ya miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya madini. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndani ya uongozi wake sekta ya madini imeendelea kupata fedha nyingi za kutekeleza majukumu yake. Wizara ya Madini haijawahi kupata fedha nyingi kama kipindi hiki cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Bajeti yote
miaka yote bajeti ya Wizara ya Madini ilikuwa inaishia bilioni 89. Leo Mheshimiwa Rais ameidhinisha bilioni 224 kwa ajili ya sekta ya madini ili ikawafanyie kazi wa Tanzania. Kwenye hizi fedha mambo makubwa mawili tunayafanya. La kwanza, tunajenga maabara kubwa na ya kisasa pale Dodoma ambayo itasaidia kwa ajili ya kuweza kupima sampuli za madini mbalimbali na kuwapunguzia gharama wachimbaji wa nchi yetu ya Tanzania. Tunajenga maabara Dodoma, tunajenga maabara Geita, tunajenga maabara na Chunya. Katika fedha hizi tunanunua pia na helikopta. Tunanunua helikopta ambao tutaifunga vifaa vya kisasa vyenye uwezo wa kupiga picha chini ya ardhi mpaka mita 500 kugundua sehemu ilipo viashiria vya madini.